yani inamaanisha hivi, unapotumia kama labda una Google kitu, mmea, mti shamba wote. Mimi unajua kila mtu, na hii ndio tatizo kubwa Afrika. Kuna kusoma kitu kiko kwenye Google. Na hii watu wengi walioamini watu kuwa ni madaktari. Akishajua Kiingereza anakusanya taarifa kutoka kwenye Google alafu anaizungumza na watu wanaamini hivyo. Mimi niko tofauti na hiyo. Mimi nasoma tabia za mazingira, tabia za mmea, sawa. Nasoma tabia yani unaoanisha tabia ya mtu na tabia ya kitu, sawa. Ninasoma mazingira. Kwa ni tofauti na watafiti wa kimagharibi au hizi watu wanaosoma kwenye vitabu na kuweza kueleza watu kwa lugha ya Kiingereza na unajipa kazi ya kuzungumza Kiingereza na utafsiri Kiswahili. Mimi ni tofauti. Na maisha ni wote hamwezi mkawa sawa. Kila mtu ana uwezo wake wa kufikiri na uwezo wake wa kufanya kazi. Kwa hiyo hauwezi kila mtu anachagua. Kuna mtu anachagua kilimo, kuna mtu anachagua kuvua, kuna mtu anachagua hivi, sawa. Kwa hiyo kila mtu ana mtazamo wake kwa kila anachokifanya. Kwa hiyo watu wote hamwezi kuwa sawa, na mimi sifanyi, kwa sababu naamini tafiti za kimagharibi zina lengo la kuinyonya Afrika na kuwafanya Waafrika kuwa watumwa. Kwa sababu wao wanazalisha vifaa tiba, wanakuja kuuza Afrika. Nyinyi mnasoma chuo kikuu, ni vitu gani mnatengeneza? Hakuna. Ni 90% mnanunua vitu kutoka nje, mnatumia vitu kutoka nje. Utakuta mtu anakuambia mimi ni mtaalamu, lakini hana chochote alichofanya, hana chochote alichotengeneza, yeye ana copy kutoka nje. Kwa hiyo mimi mtazamo wangu ni tofauti na huo. Na ningependa kufahamu, umeniambia unatumia kama mitandao yote ya kijamii. Huwa unatumia mitandao hiyo katika kupendekeza tiba au kutoa tiba kwa watu ambao wako mbali? Mimi kwanza ningependa huyu unasema kiongozi tafiti awajaribu kuandikia maswali. Nishakutana na watu wawili, mmoja anasomea utafiti. Maswali yanayowapa hawezi kuwa na picha kubwa kuhusu tafiti za nchi. Yaani maswali yanaonyesha udhaifu hata wa mkufunzi, kiongozi na hawa wanaoleta maswali. So maswali yako yanajirudia rudia, alafu hajashiba, yani ana mantiki, sioni kama ana mantiki. Kwa hiyo inakuwa ni swali linajirudia rudia mara 2 3. Sawa, basi asante. Okay, asante. Na lengo la nyie kufanya hivyo ni nini? Lengo ni kuangalia jinsi gani watoaji wa tiba asili au huduma za tiba za jadi wanatumiaje mitandao ya kijamii katika utoaji wa huduma zao. After hapo kama tafiti zingine, tafiti itakapofanyika, tutafanya analysis. Baada ya analysis, kama kuna interventions zilizoweza take place, kama ni kufanya training kwa watu waganga, yani waganga wa sasa kuwa kuendana na teknolojia tofauti na hapo nyuma ilikuwa. Kama mtu kimsema mganga, mtu anaweka picha kwamba mganga ni mtu ambaye yuko very local, hana teknolojia yoyote, hajui chochote. Kwa hiyo haya, mimi nakushukuru. Unasema unaitwa nani? Naitwa Ana Anjani. Ana, nipelekee salamu kwa kiongozi kwa maswali yanauliza bado haiwezi kuleta tija. Sawa, asante. Haya, asante.